viongozi wote wa serikali katika idara mbalimbali, watoto wa marehemu, ndugu zake, dada, kaka, wale wote mliosoma naye, kanisa la Mungu aliye hai, viongozi mbalimbali wa dini kuwakilishwa na mchungaji wa kanisa hili na baba mchungaji aliyetambulishwa pale, wakazi wa eneo la Ilala, ndugu jamaa wote na marafiki. Awali ya yote niwape pole sana ya msiba tulionao. Baada ya kuwapa pole katika huzuni nzito iliyotawala mioyo yetu, bado kwa uzuri wa Yesu Kristo hainizuii kuwasalimia Bwana Yesu asifiwe. Enda wakawa watu wa imani nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Enda wakawepo wa imani nyingine, auzu billahi minashaitani rajim, wassalamu alaikum. Wenda wasiwepo wa imani yoyote, nanyi tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapendwa, tumekusanyika hapa si kwa tukio la furaha bali kwa tukio la huzuni. Nyakati hizi ni ngumu sana, hasa kwa sisi tunaoshika maiki kusema. Zinaweza zikawa ni nyepesi kwa aliyekaa, lakini ni ngumu mno kwa aliyeshika maiki. Unamuuliza Mungu, niseme nini? At the peak and pinnacle of life, katika kilele cha maisha, miaka 59 analala. Ndio tu sasa amepata PhD kiserikali. Huo ndio umri wa kiuteuzi sana, maana ndio umri wa experience kubwa, kipindi ambacho ndio sasa unaweza ukashangilia kutumika kwa mapana yake. Ndio mtumishi wa Mungu analala. Lakini vaa wewe viatu, utafute neno la kuambia watoto hao. Miaka 3, 4, 5 iliyopita wanampoteza baba, bado kidonda akijapona. Leo tena katika uzoefu wa umri wao mdogo wanalazimishwa kusoma risala. Wanajitahidi kuwa na furaha, wanasoma vizuri, wanasema mama, lakini mioyo inaumia. At such a moment, what can you say? Kuna saa binadamu unakosa cha kusema, na yule mwenye hekima ni yule ambaye katika imani yake moyoni tu anatamka neno na kusema, Mungu ingilia kati, faraja mbinguni ikapate kufanya kazi. Neno la kibinadamu la kumwambia mfiwa nalo limeshachosha, ni pole tu, hamna neno jingine. Pole, 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 pole. Ni wimbo uliozoeleka kila siku. Ndipo katika nyakati na saa kama hizi hatuna namna nyingine, ni kumgeukia Mungu aliye chanzo cha uhai na kumuuliza Mungu, unasema nini katika nyakati kama hizi? Hivyo ninawaalika watu wote tuliopo hapa katika imani zetu na uelewa wetu, tulisikie neno la Bwana. Kifo hakizoeleki. Mauti ni adui wa mwisho kabisa ambaye Mungu atamwangamiza. Atazidi kututesa na kututesa na kututesa mpaka siku Yesu atakapomkanyaga mauti na kusema mauti imemezwa, wala haitakuwapo tena. Na kifo kina ubaya na kina uzuri pia. Uzuri wa kifo hakichagui. Tusio na hela kinatulamba, wenye hela kinawalamba. Tusio na elimu tunacho, uwe na elimu hiki hapo. Wengine kwenye nchi zao wanatuita sisi ni nyani, tunakipata. Lakini na wao huko pia wanacho.
Uwe wa chama hiki cha siasa, unacho. Uwe wa chama kile cha siasa, unacho. Uwe jinsia yake, unacho. Mjinyanyue mseme sisi ni haki za kina mama 50 kwa 50, mnacho. Mwe wanaume, mnacho. Watu wazima wanacho. Watoto wadogo wanacho. So kifo hakichagui. Na ndio maana Qur'ani katika sura 2 ikatenga kusema Surat Anbiya na Surat Al-Imran, sura ya 3 na sura ya 5. Sema kul au nafs alau al-maut. Kila nafsi iliyoumbwa na Mungu itaonja mauti. Hiyo ni Qur'ani imeandika. Ikitaka tu kutuambia ya kwamba wote we are succumb to death. Yani watu wote tuko katika mielekeo ya kufa. Lakini baadaye maandiko ya Biblia sehemu nyingine yanasema wote hatutalala. Biblia yenyewe inatoa wazo ya kwamba wako wengine watakutwa hai. Kifo kimechanganya watu. Hata umeona siku hizi katika moja ya namna tumechanganyikiwa majeneza yanavyotengenezwa. Mimi natokea Mwanza, ni mwenyeji mno wa jiji la Mwanza. Najua pote wanapotengeneza majeneza. Kaenda bwana mmoja ameanzisha mradi wa kutengeneza majeneza, kakuta jeneza limetengenezwa kama mtumbwi. Jingine limetengenezwa kama kiatu cha mtu. Jingine limetengenezwa kama BMW limewekewa na matairi chini. Yote ni mahangaiko ya mwanadamu kutaka kujifariji kwa sababu changamoto ya kifo imetupita wote. Haina cha wasomi kwamba mtatengeneza jopo mkijadili kifo, hamna. Hamna kwamba nyie ndio watunga sera wa serikali mkae basi mtunge sera ya kifo, hamna. Tengeneza sera ya maji, sera ya umeme, sera ya mamlaka ya hali ya hewa, mkuu wangu tatengeneza. Lakini nani anaye uwezo wa kutengeneza sera ya kifo? Hayupo. Lakini napoanza kusema neno hili na wahakikishieni ni mmoja tu ametengeneza sera ya kifo, naye si mwingine bali ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ametengeneza sera ya kifo. Kifo kimechanganya. Mimi sasa nimesali madhehebu mengi sana. Lakini nimejifunza habari ya madhehebu mengi kwa sababu uchungaji ndio kazi yangu. Kwa lazima nijifunze mengi. Ukienda kwa Wahindu na Wabudha katika kuchanganyikiwa kwao, wao wamefikia mahali wakasema kifo kinapotokea si kwamba mtu anakufa ila anabadilisha the state of life. Hali yake ya uhai inabadilika pamoja na Wabahai. Wao wanasema mtu anapokufa ni kwamba amebadilika, anatoka katika maisha ya mwanadamu anazaliwa katika kiumbe kingine. Ndio maana ukienda kwa Wahindu wao hawali chochote chenye uhai, hata sisimizi hawamkanyagi. Maana anaamini akimla sato, kumkata sato, anaamini amemkata dada yake aliyekufa miaka mingi iliyopita. Hawali viumbe vyenye uhai, maana wanaamini ndugu zao waliokufa zamani wamezaliwa katika viumbe vingine. They have changed into the state of life from human being to other beings, kwenda katika viumbe vingine. Lakini ukija katika madhehebu mengine pia, Indonesia wao wanasema ndugu zao huwa wananyamaza kwa muda. Kwa hiyo kila mwaka wanawafufua ili kuzungumza nao. They embalm the body, wanachukua ile miili, wanaitengeneza vizuri, wanaikandakanda, wanaivalisha suti, wanaweka chakula, wanakula nayo. Hiyo yote ni katika hali ya kuonyesha kifo ni zaidi ya akili ya mwanadamu, kimetuchanganya. Na ndio baadaye madhehebu pia za dini zikazaa mazungumzo ya kujifariji. Huko kwingine nilikokuwa zamani, mtu anapokufa kuna mambo 7 tunamtendea. Moja kati ya hayo mambo 7 ni kumswalia ili Mungu akampunguzie kitu tunaita adhab al-kabri, adhabu za kaburini. Na hiyo ibada itaendelea kufanyika ili kumsaidia kule kaburini asiteseke. Wengine walipoona hivyo wakasema hapana, ili kujitia moyo roho huwa hazifi, zinaenda mahali zinakaa, ziko hai huko, huenda zikawa zinachomwa moto, zinateseka, hivyo lazima tufanye ibada ili kuziokoa ziame kutoka kwenye mateso, ziingie katika raha. Lugha ya kujifariji. Lugha nyingine ya kujifariji ni RIP, rest in peace, apumzike mahali pema. Na hiyo ni lugha iliyozoeleka hata ukienda kwenye vyombo vya habari, Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema.
Lakini kwa sababu leo mmepata fursa ya kuja hapa, basi tuitumie hiyo fursa kidogo sana kupata elimu chache juu ya kifo, alafu nitakuwa nimemaliza ibada ya mchana wa leo. For us to understand what is death, we have to reverse the formula of life. Ili tuelewe kifo ni nini, tunatakiwa tufate formula ya uhai ilikuwaje sisi tukawa hai. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, mimi yote yako kichwani kwa hiyo usihangaike hata kufungua. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, anasema Mungu akamuumba mtu. Akamuumba huyu mtu, alafu baadaye tendo la pili alilolifanya akampulizia pumzi ya uhai. Na alipompumzia pumzi ya uhai, huyu mwanadamu akawa ni nafsi hai. Nisikilize, hatua iliyofanyika ni mbili. Moja, God created, Mungu aliumba mwili, ila baadaye Mungu he breathed into the nostrils, akapulizia pumzi ya uhai. Na neno pumzi ya uhai wametumia neno la Kiebrania nefesh. Nefesh maana yake ni kanuni, the principle of being alive. Kwa hiyo mwanadamu akaishi kwa kuunganika na Mungu. Mungu ndio chanzo, anatoa uhai, mwanadamu anaishi. Sasa kifo ni nini? Kifo ni pale uhai unapokoma kutoka kwa Mungu. Full stop. When the source ceases to give life. Chanzo kinapogoma kukupa uhai. Full stop. Yani ni sawa sawa na umeme. Umeme unatoka Kidatu, saa hizi unatoka kule kwenye mitambo namba 8 na namba 9 na namba ngapi huko, unakuja. Umeme unapokuja, umeme ukikatika maana yake ni kwamba chanzo kimegoma kutoa umeme. Full stop. Kwa hiyo huku mnakuwa giza. So saa hizi mama yetu Ellen yuko katika hiyo hali, umeme umekataa kutoka kwenye chanzo. Yani yeye mtoa uhai amesizi kutoa uhai. Ndio tunasema amekufa. Maana yake ni kwamba there is nothing in her. Hakuna cha habari ya roho wala habari ya nini. Ni kwamba chanzo cha uhai chenyewe kimeacha kutoa uhai, kwa hiyo tunakufa. Hivyo wewe saizi uko hai si kwa sababu ya ujanja wako. Uko hai kwa sababu chanzo chenyewe ambacho ni Mungu bado anaendelea kukupa pumzi ya uhai. Walionielewa na wanapungie mkono. Just like that. Haya maujanja mnafanya maujanja kuonea watu maofisini. Mnatumia vibaya uhai ambao Mungu anatupa. God is giving you life to live according to his will. Uishi kwa mapenzi yake. Una ujanja. Nilikuwa namuona mtu fulani alikuwa ananifurahisha. Anasema unajua, ili tuishi sana inabidi tule, tuzingatie kanuni za afya. Nikasema hiyo sentensi ni ya kijinga. Ya kijinga. Wapendwa, kanuni za afya hazituongezei uhai. Kanuni za afya zinatusaidia uhai tulionao tuuishi vizuri. Uhai unatoka kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana unaweza ukashangaa mtu ni mlevi ameishi paka na miaka 90. Na wewe ulikuwa unywi pombe 42 kacha. Sijasema kunywa pombe ni halali. Nielewe vizuri. So tushike kanuni za afya si kama kigezo cha kuishi siku nyingi. Tunashika kanuni za afya ili huu uhai tulionao, hata kama nitaishi miaka 20 niishi kwa furaha bila mateso. Sio kwamba ili niishi miaka mingi. Hiyo sentensi nayo pia inaweza ikawa haina ukweli ndani yake. So mwanadamu anapokufa ni kwa sababu chanzo kinachotoa uhai kimeacha kutoa uhai. Kwa hiyo ukiliamini hilo nilolielezea, habari ya roho zinalazwa mahali pema haipo. Ila tunaichukua kama sentensi ya jumla, sentensi ya kiserikali, hivyo tunaishi. Tunakubali maisha yaende. Lakini kiteolojia sio kweli. Hamna mahali ambapo roho zinatunzwa. Hamna mahali ambapo Mungu anasema anaziweka roho ili ziendelee kuishi. Ni kwamba sisi tunapokufa, hiyo mnayoita roho ilikuwa ndio pumzi inayotoka kwa Bwana, na kwa sababu Mungu ameacha kuitoa hiyo pumzi, uhai unakatika. Then hapa mama amelala, hajui chochote. Hata mngekoa, hata tungelia, hata tungefanya nini, hajui chochote na hata jua mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili. Pointi ya kwanza. Pointi ya pili. Kama kifo ndivyo kilivyo, Mungu anasema nini juu ya maisha? Sikia katika kitabu cha Ayubu 14. Maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, nazo zimejaa taabu. Maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu.
Mama alikuwa na miaka 59. Salamu za lambilambi zinasema alikuwa mkongwe. Tegemezi, ndio alionekana senior. Miaka 59. Ndio alionekana senior. Hata hapa ukitazama kuangalia, nikauliza wenye miaka 70, wachache mno, hawazidi hata 7. Hapa ndani. Siku za wanadamu zimekuwa ni chache. Tena sio tu chache, Mungu anasema nazo zimejaa taabu. Umeenda, mama amesoma shule hapo ya Uchagani hapo. Amemaliza kakimbia Jangwani. Kamaliza kasoma hiyo shule na wenzake ni Jangwani Girls. Hapo. Amemaliza mama kasoma, yani paka 2017 mama bado alikuwa anapekua vitabu. 2017 mama bado anapiga PhD Paris. Ameenjoy nini? Aya. Miaka 26 umemaliza UDSM au Mzumbe au UDOM hapo. Unamaliza tena ulikuwa unasoma masomo ya udaktari, unakesha paka macho yanakuwa mekundu. Umetoka hapo umeingia ajira serikalini. Nisikilize kwa makini, siku si nyingi nazo zimejaa taabu. Unaingia ajira serikalini na hapo umesomea kupasua maiti. Unaanza kucheza na maiti. Maiti nyingine imekufa imeachama, nyingine imekufa imechana msamba. Unacheza na maiti. Mara kidogo unaona mshahara ni mdogo, unaenda kuongeza mshahara. Unaenda kusoma masters, kama mshahara kanaongezeka. Haya, umemaliza. Umeoa binti kutoka Tanga. Hulali kwa furaha ndani. Ni maneno 752.3. Ukiingia unalo, ukitoka unalo. Uje umebeba tikiti unalo, uje hujabeba tikiti unalo. Haya, umefurahia nini nayo maisha? Umefurahia kitu gani sasa? Bado unamaliza hapo, umeoa na huyo binti wa Kitanga, anaingia bosi ofisini akupendi. Mara kidogo umepigwa uhamisho Loliondo. Ukakae na swala kwanza upate adabu. Kiwa Loliondo mara unaanza kusema na logo, unaanza kukimbia kwa waganga. Unamaliza kukimbizana na waganga, una miaka 46, daktari anakupima, anakuambia naona tezi dume yako ina sentimita 5. Alafu maneno ya daktari yanakuja, usile nyama, usile chumvi, usinywe soda na vitu vyenye sukari. Sasa wewe unaishi nini? Kama nyama na sukari ya uli, unaishi nini sasa? Yamejaa taabu. Yamejaa taabu. Nani ana raha hapo? Who is happy? Wengine mmeenda serikalini, mko na vyeo huko vikubwa, umezungukwa na bodyguard. Ukitoka yuko nyuma yako kama pochi. Ukienda huku yuko hapa. Una furaha gani sasa? What makes you happy? Una muda wa kukaa na watoto wako. Safari kila siku. Unakimbizana juu chini juu chini juu chini, mara una mashamba ya parachichi Mbeya, mara huko Mbeya. Yaani vurugu. Maisha yamejaa taabu haya. Na sasa kama maisha yetu ni mafupi, huu ndio ushauri wa mchungaji kabla sijaenda kumalizia somo. This is pastoral advice to you. Kama maisha ni mafupi, thamini sana maisha ulionao leo. Thamini maisha. Thamini watu. Hebu angalia umati wote. Ni ishara ya kukwambia huyu mama aliishi maisha mazuri. Ni ishara ya kukwambia huyu mama alikuwa na uhusiano na watu, aliheshimu watu. Hao rafiki zangu wametoka Sakina, mimi ndiko niliko huko kwenye kazi. Sakina Arusha. Mimi sijawahi kuona mtu amekufa anazikwa na marafiki zake wa primary. Kipindi hata WhatsApp haipo. Simu zile za kukoroga. Wamekuja hapa. Wewe utazikwa na nani? Unaishije na watu? Kacheo tu kadogo usalimii watu. Ukikuta watoto wa jirani wanacheza mpira kwenye geti lako, nyinyi washenzi, mnajua thamani ya hii rangi? Subiri ufe sasa ndio utawajua washenzi halisi. Maisha ni mafupi. Haya. Wanaume wenzangu, maisha ni mafupi. Una wake 4. Maisha haya. Mmoja tu ni changamoto. Wewe una 4. Kila hii barabara paka Mwanza una kituo. Dereva, weka Singida hapo. Ukitoka Singida weka Sherui. Weka Nzega, utawamaliza. Utawamaliza hao wanawake hao. Kila siku wanazaliwa wazuri. Kila siku. Ukimpata huyu kasema huyu sasa natulia. Ukitoka tukapita barabara ya UDOM, hawa hapa. Sasa utaweza wapi? Si ukae tu na huyo mmoja maisha yaende, umsubirie Yesu arudi mara ya ngapi? Mara ngapi? Maana hata Waswahili wanasema zimu ilikujualo alikuli likafanya namna gani?
ikakwisha. Mke tu mmoja saa hizi tunalia machozi, mmoja. Wewe una ubavu gani wa kuwa nao wanne? Maisha haya ni mafupi. Juzi ameshauri Dr. Janabi, pombe inatanua mishipa ya moyo. Mwingine daktari mwenzake kaandika kamwambia, umeona wapi chupa ya bia imetanuka? Na maisha haya mafupi, bado watu wametopea kwenye ulevi. Wako baa asubuhi mpaka jioni. Fahari yao yote iko baa, inua chupa kwenye stuli ndefu, Na maandiko yanakuambia wala walevi hawataingia mbinguni. Kama kuna dini yoyote inakufundisha kwamba pombe, nataka nikwambie kaichunguze mara mbili. Mimi nataka nikutie moyo mchana wa leo. Maisha haya ni mafupi, kayatumie vizuri. Kwa wanandoa, pendaneni. Love each other. Mpende mwenzi wako. Hata kama ana kasoro. Hamna mwanadamu asiyekuwa na kasoro. Maana Biblia inaniambia, kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi. Wote, uwe mchungaji, uwe shehe, uwe nani kiongozi, so long as wewe ni mwanadamu, Biblia inasema for all have sinned. Wote tumetenda dhambi. Hata wewe mke wako kuna mahali anakuvumilia. Wenda ukilala unakoroma kama kiboko, amevumilia. Lakini alishawahi kushare na wewe maumivu ya kubeba mimba miezi 9? Siku tu Mungu mbinguni aseme sasa jamani, sasa swala la mimba tutashare. Miezi 4.5 ya kwanza itakaa kwa tumbo la mwanamke. Ile 4.5 ya pili, ile ya kwanza kula malimao na udongo, itakaa kwa mwanaume. Wanaume wote tungekata rufaa hapa. Ushawahi kujua uchungu wanaopitia wakina mama? Mimi nilimshuhudia mke wangu huwa anajifungua kwa operation. Sasa ile ya pili, mtoto wetu wa pili, nikakimbia Mwanza, nikatoka kazini Mwanza, nipo hospitali, nikaingia ndio nikamkuta sasa ananiambia, "Daddy, saini haraka, saini." Niweke saini ili wampeleke kwenye operation. Anavomwangalia, paka naona kama analia. Mwishoni mwa siku nikasema, hata kama mke wangu atanitendea nini, nitasamehe. For that experience. Wale huko tubize, "Junior, njoo mwanangu hapa, twende watu wajue nina mtoto." Unajua uchungu wa kumbeba miezi 9. So tupendane. Let's love each other. Pende mke wako, tusameheane wapendwa. Maisha ni mafupi. Na watia moyo wote mliokuja katika kanisa, tuache visasi. Maisha ni mafupi. Samehe. Usibebe mizigo moyoni, samehe tu. Yule ambaye unaona alikuumiza sana, msamehe, alafu mweke kando. Mbaki tukusalimiana za asubuhi, hata namba futa, lakini samehe. Songa mbele. Maisha haya ni mafupi. Lakini akina mama, marafiki zangu, na nyie kadogo alafu nimalize somo. Punguzeni mahangaiko. Mama zetu mnahangaika sana. Mara mmepaka maudongo usoni, hata ujui sura ya mtu. Mara mmehangaika umebeba hereni 850.2. Mara mko mmekaa na vijana mmenyoosha miguu mnasuguliwa mpaka humu mpake rangi. Mara uko saluni una miaka 45 unaenda kuweka likicho kwenye mashine za umeme. Watu wa Mungu. Na mmesikia saizi kuna makansa ya ajabu, makansa. Saizi kuna kansa hadi ya kidole gumba. Mmoto. Na wote nyie ni wasomi, wote mna degree hapa. Hata tu kugoogle tu kwamba rangi za miguu za kucha zinachanganywa na nini. Hilo hata halihitaji dini, it needs your brain. Inahitaji akili za shuleni tu, za kawaida kabisa. Google tu andike rangi za kucha zinatengenezwa na nini, ndipo utakuta mule, alafu uamue mwenyewe. Wewe unaona switch ya umeme paka wanaiwekea li plastiki likubwa, wanashia hadi miti. Wewe unaenda kuweka kichwa chako kwenye umeme. Upate nini? Miaka 47. Waachie hata mabinti wa miaka 20 basi. Si ukubali zama zimekupita. Bado unataka nini?
mara mapiko, paka maudongo usoni. Lakini Mungu huwa ni mwema. Hata ukiyapaka, ukicheka tu sura yako inarudi pale pale ilipokuwa. Ukicheka tu mikunjo hii hapa. Punguzeni mahangaiko. Be simple, be natural. Furahia uzuri Mungu aliyokupa jamani, haleluya. You're so beautiful. Nyinyi ni wazuri. Wanawake wa Kiafrika ni wazuri by nature. Nilikuwa naangalia ka clip hapa nikacheka sana. Nako hapa kwenye simu wameweka jeshi la China la wanawake. Mwanamke vyembamba kama namba 1. Vinapiga kwacho kwacho kwacho. Vyembamba hivi. Alafu likapitishwa jeshi la Kongo. Wanene kama hivyo viti. Huo ni upendeleo pastor. Ya kwamba udongo wa Afrika ni udongo mzuri. Jamani semeni amina. So be at peace, tulieni. Cheni mahangaiko haya ya maeleni, madude mazito na manini. Nako ni kukosa tu elimu, vikuongezee kitu gani? You're beautiful. Mtunga Zaburi anasema tazama nimeumbwa kwa namna ya ajabu, na ya kufanya namna gani? Ya kutisha. Hata kama una kipilipili chako, shangilia. Ponda ponda parachichi, weka na asali, paka kichwani, kipilipili kinawaka. Sasa maneno 3-4 ya Mungu juu ya kifo. Nisikilize kwa makini, naenda mwisho sasa. Achana na hayo yote niliyosema katika vitabu mbalimbali. Now, sikiliza Mungu mwenyewe anachosema juu ya kifo, ili hata nyie watoto wa marehemu, rafiki yangu Viki, wote dada za marehemu mlioko hapa, mpate kujua kifo Mungu anakisemeaje juu ya kifo. Alafu mwishoni mwa hubiri la leo tuta appreciate ya kwamba pamoja na kifo Mungu bado ni mwema sana. Sentensi ya kwanza, Mungu anasema ina thamani sana machoni pa Bwana mauti ya mcha Mungu wake. Mimi na wewe hapa saizi tumeumia. Moyoni ni kama vile tunalaani Mungu, kwa nini? Maswali ni mengi. Lakini Biblia inasema pamoja na kuumia kwenu, mbinguni wanasema ina thamani sana mauti ya Helen mchana wa leo. Neno thamani wanatumia neno la Kiebrania kokad. Kokad maana yake ni madini yanayong'aa. Kumbe nyie kifo mkikiona katika hali hii, mbinguni wao wanaona Helen kwao ni almasi. Ni kitu cha thamani kubwa sana. Wakati maiti ikifia nje ya nchi mkiwa mnasafirisha kwenye ndege, wanagonga hapo, wanabandika na strip, wanasema a good of no value, mzigo usiokuwa na thamani. Lakini mchana wa leo nawaambieni, hata wangebandika makaratasi pote, hata ndege nzima wakiandika mzigo usiokuwa na thamani, mbinguni wanasema sawa, hiyo ni duniani, lakini kwetu mcha Mungu anapokufa, hiyo mauti ina thamani sana. 1, 2, sentensi ya pili. This is very theological, lakini nitaisema katika layman language. Katika Yohana 11 mstari wa 25, Yesu kwa maneno yake anasema, amini amini nawaambia, mimi ndimi huo ufufuo, kweli na uzima, yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Nisikilize kwa makini. Wote mmejifunza, wote hapa mmeenda shule. Siku hizi Tanzania elimu ni bure. Kuna kitu kinaitwa nyakati au tenses in English. Listen to that language, there is tense in it. Amini amini nawaambia, aniaminie mimi, ajapokufa, past tense. Atakapokuwa amekufa, wakati uliopita hali timilifu. Atakuwa anaishi wakati uliopo, tendo endelevu. Kama Helen alimwamini Mungu, kwa Mungu ajafa. Hamjanielewa bado. Ngoja niwashukie hapa. Unajua nyinyi ni wateja. So let me come closer. Sisi kwetu Helen amekufa, lakini kwa Mungu anaishi. Sasa unisikilize nikutafsirie kutoka kwenye lugha ya asili ya Biblia. Mama, ndio eneo langu mimi nililojidaia, kama nyinyi mlivyo na PhD za. Neno atakuwa anaishi. Neno uzima kwa Kiyunani wanatumia maneno mawili. Neno la kwanza wanatumia neno bios. Unapopata neno biology, bios and logos. Wote mmesoma biology hapa. Bios maana yake ni uhai wenye mwisho. Yesu anasema yeye aniaminie atakufa kwa uhai wake wenye mwisho. Bios, atakufa, utaisha.
ndio Helen hapa umeisha. Lakini anasema sasa, kwa kuwa aliniamini mimi, kuna uhai mwingine ambao hauna mauti unaitwa Zoe, ambao ni uzima wa milele. Kwa hiyo huyu Helen kwa uhai wetu wa biosi amekufa, sawa. Lakini kwa kuwa uzima wa milele una Yesu Kristo, kwa Yesu ajafa, bado angali akiishi. Kwa nini? Ndio maana Yesu anawaambia rafiki yetu Lazaro ajafa, amelala. Kumbe kifo ni pumziko. Yesu atakapokuja uhai unaendelea pale pale. Walionielewa nipungie mkono namna hii. Sentensi ya 3 sasa. Mungu anasema katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 na wa 14. Sikiliza vizuri. Kisha baada ya hayo nikamuona malaika mwingine ameketi katika wingu jeupe, na ana mundu mkali mkononi mwake. Naye malaika mwingine akaja akapaza sauti akamwambia, chukua mundu wako sasa, utupe, uende ukavune, maana ngano imekomaa. Kumbe kifo ni mavuno. Na mnavoogopa kufa. Mmeikataa hiyo. Narudia tena. Yesu kwenye wingu jeupe ameshika mundu, akaambiwa urushe uende ukaivune dunia. Kumbe kifo kwa Yesu ni kuvuna. Anavuna watu wake. Kama kusingekuwa kuna uhai baada ya kifo, maana yake mavuno yasingekuwa na thamani. Lakini kama kuna maisha baada ya kifo, Mungu tuvune na jina lako lipate kutukuzwa. Alafu taswira ya mwisho ya kifo hii hapa. Ndipo sasa anasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafuta kila chozi, naye atakuwa ni Mungu wao, nao watakuwa ni watu wake. Mwisho wa maisha haya ni kukaa na Mungu milele na hata milele. Mani Bwana awabariki sana. Bwana na awabariki sana. Kifo kitakaposhindwa, Biblia inasema Yesu Kristo atashuka na jeshi la mwaliko wa malaika, na mbinguni kutakuwa kumekuwa kimya sana, kwa sababu mbingu yote itamsindikiza kuja kuvuna watoto wake. Na atakaposhuka Yesu Kristo atatamka maneno mara 3. Atasema, amkeni enyi mliolala, sio mliokufa. Amkeni enyi mliolala. Mara ya kwanza, amkeni enyi mliolala. Mara ya pili, amkeni enyi mliolala katika jina la Yesu Kristo. Hata kama mlimzika mtu na nondo, nondo zitaachia, mawe yataachia, makaburi yote yatafunguka, na wale waliokufa katika Yesu Kristo watafufuka kwanza. Hata mama yetu kama alikufa katika Yesu Kristo atafufuka. Hiyo sio habari njema. Habari njema ni kwamba hata wewe ukifa katika Yesu Kristo utafufuliwa. Alafu tutamlaki Bwana mawinguni. Bwana awabariki.